Sawa, asante sana. Acha tujifunze kitu kimoja. Kabla hatujajifunza, acha tuombe kwanza. Asante Kristo kwa neema na utukufu. Tunashukuru kwa sababu neema zako ni kuu. Nami nakwenda kunena maneno yako, naomba nguvu zako za Roho Mtakatifu sipate kufanya masikio ya wale wanaosikia wasipate kuwajinga na kulisikia neno na kuzaa matunda. Nami ninanena lizidi kuniunganisha na kunifanya nipate kuelewa zaidi kuliko kawaida. Nashukuru kwa sababu wewe ndiye mwalimu na mwenyewe ufundishe. Katika jina la Yesu Kristo naomba kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sote tu wazima wa afya. Tungekuwa wagonjwa nafikiri tungekuwa tumejua. Na kwa basi na wale wanaojisikia vibaya, basi Mungu azidi kuwaweka vizuri. Neema Bwana wetu Yesu Kristo izidi kutembea pamoja na wao. Sasa siku leo tutajifunza neno moja ambalo linasema funguo. Tutajifunza kuhusu funguo. Funguo ambayo tutakuwa na kujifunza ni funguo ya passepartout. Funguo ambayo inafungua kila mahali, ambayo ina sehemu ambayo haiwezi kafungua, ambayo inafungua kila sehemu, kila sehemu. Maana kazi ya funguo ni kufungua. Sasa sisi tunakwenda kujifunza kuhusu funguo linaloweza kufungua kila mahali. Hata tusome kwanza katika kitabu cha Isaya 22 kwa 22. 2020 Isaiah 2020. Kitabu cha Isaya inasema, na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake. Yeye atafungua wala hapana atakaifunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Biblia inatuambia na ufunguo wa nyumba ya Daudi utakuwa begani mwake yeye Kristo. Atakalolifunga hakuna atakayefungua, na atakayelifungua atakalolifungua hakuna atakayelifunga. Yaani, kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndiye aliye na funguo. Maana akifungua hapana mtu aliye na uwezo wa kuja kulifunga, na akifunga hakuna mtu aliye na uwezo wa kuja kufungua. Hiyo sio jambo rahisi. Hiyo sio jambo rahisi. Yaani kama vile wewe, yani una mamlaka yote, yani hauna mpinzani. Hauna mpinzani. Yani lolote unalolifungua hauna mtu aliye na uwezo wa kuja kulifunga yeye. Hakuna. Sasa ukiangalia siku moja kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu 16 kwa 19, acha tuanze 13 ili historia yote upate kuelewa vizuri. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? 14. Wakasema, wengine unena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. 15. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? 16. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. 17. Yesu akajibu akamwambia, eri wewe Simoni Barayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Yani juu ya mwili wetu, huu mwili tulio nao, atalijenga kanisa lake, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami 19, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Kristo ni waajabu. Yeye ndiye alikuwa na funguo zote. Yeye Kristo akazipewa funguo zote, na ufunguo
hizo akamwambia, akamwahidi Petro, juu ya mwili wako mwili wetu, maana Petro ni sisi sasa, juu ya mwili huu tulio nao atalijenga hekalu lake, yani kanisa lake. Huu mwili ambao ndio kanisa la Kristo, ndio kanisa, atalijenga hekalu la Mungu katika hii mwili, na lolote tutakalolifunga hapa duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, na lolote tutakalolifungua hapa duniani litakuwa limefunguliwa na wapi? Na mbinguni. Wahubiri wengi hupenda kulitumia, aiza makanisa nyingi wanatumia ile andiko wakati wa kumsimamisha mtu ambaye amefanya makosa, lakini mara nyingi wao hawalitumii wakati wa kufanya mema, wa kubarikia watu, wa kuwapashia watu baraka. Linatumika mara nyingi wakati wa kumsimamisha mtu. Sasa unakuja kuangalia hizi ni funguo za namna gani ambazo hazina mpinzani, ambazo Kristo ametuahidi atatupashia sisi, kwa sababu Petro ni sisi, yule ni mwanadamu kama sisi, ambao tumeambiwa tutazipewa, ambazo hizo funguo hazina mpinzani yeyote, yaani zinafungua kila mahali, zinafungua mbinguni na zinafungua duniani. Hiyo sio jambo rahisi, ni jambo la kuliangalia kwa makini, kwa sababu hapo pana nguvu ya ajabu sana ya Ukristo wako. Ni sehemu unapaswa izingatie vizuri kuliko kawaida. Hizo ni nguvu, ni funguo za namna gani? Tunapaswa tuziwinde, tuzipate. Maana hizo funguo tukizipati, na maana kwamba hakuna mtu atatuingilia katika maisha yetu, kwa sababu sisi tukifungua hakuna aliye na uwezo wa kufunga, na sisi tukifunga hakuna aliye na uwezo wa kufanya nini, wa kufungua, kwa sababu tunazo funguo za ajabu ambazo ni passepartout, zinafungua mpaka na mbinguni. Sasa ukiangalia kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12 ukianza 7 unateremka mpaka 11 kama sijadanganyika. Kule mbinguni paliwahi kuwa vita. Paliwahi kuwa vita. Tunaanza angalia sasa funguo ni nini? Ziko wapi hizi funguo? Ziko wapi? Na zishawahi kufanya kazi sehemu gani hizi funguo? Palipokuwa vita kule mbinguni, jeshi la Mikael na jeshi la Lucifer ambaye ni shetani wakapigana, kwa sababu shetani hawezi akapigana na Mungu. Hapana, haviwezekani. Wakapigana kule malaika kwa malaika kule. Vita vilikuwa vimekolea kabisa, ukifuata lile historia vizuri navyosema. Sasa kule pana funguo walizozitumia pale, ambapo vita vilikuwa vimekuwa vigumu, wakazitumia kwa kumwangusha Ibilisi, shetani ambaye alikuwa Lucifer huko. Hakaangushwa chini. Funguo gani walizotumia? Tuangalie kwenye hiyo Ufunuo wa Yohana. Kitabu kizuri sana, vitabu vyote vya Biblia ni vizuri. Ufunuo wa Yohana 12 twende 11, kwa sababu ukipenda usome historia unaweza anza hata 12:1 unashuka mpaka 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la shuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Funguo ambazo tuliachiwa na Kristo ni damu yake, ni damu ya Yesu. Ndizo funguo tulizo nazo sisi wa Kristo, ndizo funguo ambazo zinafunga, hakuna wa kufungua, zikifungua hakuna wa kufunga. Na ndio maana walipopambana huko mbinguni, walipopigana shetani, malaika walipochukua damu ya Yesu, hakuwa tena na upinzani wa kupambana na wale malaika, kwa sababu wameichukua damu ya umilele. Damu ya Yesu haina mpinzani, haiwezi. Damu ya Yesu
haina upinzani. Shetani akashushwa kutoka mbinguni pamoja na malaika zake, ambao ndio wale wanastabi majini wale wakashuka wote, na ikosi yake yote mzima wakashushwa kutoka juu mbinguni, wakashushwa. Na iliyowashusha ilikuwa ni damu ya Yesu, ambayo ndio zifunguo tulizo nazo sisi wa Kristo. Na Yesu hakuwa mchoyo, akatuachia akatuambia kwamba tumieni hii kila mkutanikapo. Ukiangalia kwenye wakati wa Israeli walipokuwa Misri, kule Misri palikuwa ni pagumu wao kutoka, pagumu kabisa. Sasa walipopambana kule, wanatafuta namna ya kutoka ili waondoke waende katika nchi ya ahadi ambayo wameahidiwa na Mungu. Pakawa ugumu, kwa sababu walikuwa wameshikiliwa na miungu ya Wamisri, kwa wameshikiliwa pale kabisa, kwa wameshikiliwa kabisa. Sasa walipokuwa pale, Mungu akawaambia kwamba chukueni mpakae katika milango yenu damu, kila mlango wa kila Mwisraeli muweke damu, pakae damu. Sasa walipopaka ile damu, wakapata njia ya kuondoka. Na walipoondoka, kwa sababu Waisraeli walipoingia Misri, Yakobo walipoingia Misri, hakuingia kwamba Yakobo alikuwa maskini. Yakobo alikuwa ni mtu mwenye pesa. Na walipoingia Misri, Yakobo, kwa sababu miungu ya Misri, walifilisika kabisa. Lakini walipoipaka damu ya Yesu, kuondoka kwao, Wamisri waliwafuata na kuwapashia vyombo vya kuondoka nao, wakawapashia na fedha za kuondoka nao. Yaani hizi ni funguo za ajabu, yaani zinafungua zinafungua la ajabu, mambo ya ajabu. Wakapata njia, wakaondoka. Na walipopaka ile damu, kila mzaliwa wa kwanza wa Wamisri alipigwa, wa mnyama na wa mwanadamu. Kwa nini wazaliwa wa kwanza wa wanadamu wapigwe? Kwa sababu kila mzaliwa wa kwanza wa Misri ilikuwa ni mali ya Farao, ilikuwa ni mali ya Farao, ambaye alikuwa anafanya ukiwa mzaliwa wa kwanza, unafungwa kamba kwenye kichwa, kwenye shingo, kwenye kiuno, kwenye miguu, kwenye mikono. Unaona, zilikuwa karibuni kamba 7 hivi, ili Muisraeli asipate njia ya kwenda, asione mafanikio, yani asione mema. Lakini walipopaka damu kwenye milango, damu ya Masia, damu ya mwana kondoo ilipopakaliwa, mlango ukaonekana, ukapasuliwa, wakapata mlango wa kutokea, wakaona mahali pa kutoka, wakaondoka na shindo. Walipofika hata kwenye bahari ikapasuliwa, maana wana damu ya Mwokozi. Ikafungua milango, damu ya Yesu. Yaani damu ya Yesu ndiyo ufunguo tulio nao sisi wa Kristo, ndiyo ufunguo wetu. Usidanganywe. Wakristo wengi wao wanakimbia kutumia damu ya Yesu sana. Kipindi cha damu ya Yesu kinafika, kwala, anakimbia. Anazania kwamba anafanya vizuri. Unajiua mwenyewe. Kwa sababu ukifika mahali unaikimbia kutumia damu ya Kristo, unajiua mwenyewe, unajiangamiza wewe mwenyewe. Unaona? Maana ile ndio funguo tulio nao. Unapokuwa kila mara kukimbia, unajiumiza mwenyewe. Tengeneza mambo, tumia damu ya Yesu. Ukiokoka jana, leo kuna damu, tumia damu ya Yesu. Itumie hiyo damu, ina umuhimu katika maisha yetu. Kristo alipokuja katika ukombozi wetu kutukomboa sisi,
ili tukombolewe, lazima damu imwagike msalabani. Ile damu iliyomwagika ambayo ilimshinda shetani kule mbinguni, lazima imwagike msalabani. Na damu ilipomwagika, ukombozi ukaonekana. Kwenye Waebrania inatuambia, kwenye kitabu cha Waebrania inatuambia kwamba nasi tukamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Kwa damu ya mwana kondoo. Yesu alipokufa msalabani, akaenda siku 3 akilala kwenye kaburi. Walipomtafuta baada ya siku 3 hakuonekana, maana amefufuka tayari, amemaliza kazi. Ina maana kabla, namna gani utaitumia damu? Acha nikueleweshe kimoja kitu ili uelewe. Maana ili tupate ukombozi, tukombolewe na ile damu, lazima kwanza yule aliyekuwa na nguvu za mauti aondolewe kwanza, anyang'anywe zile nguvu, ili wewe upate kupata nini? Msamaha na neema na amani. Yani rehema, neema na amani ili ije kwako, lazima kwanza yule aliyekuwa na zile nguvu aondolewe kwanza. Sasa unapokimbia kutumia, ina maana kwamba wewe, yule mtu atakuwa anakusumbua kila mara. Kuna swala zisizoikalika kwenye maombi. Ukiomba, unaona mambo hayaendeki, ita mchungaji aliye karibu yako akutumikie damu ya Yesu. Na namna gani waweze kutumia damu? Inatumiwa namna gani? Damu ya Yesu, unapokishika kile kikombe cha damu ya Yesu, usiinywe tu kimazoea. Nena, inanenewa. Unaichukua ile damu, zungumza. Kila aliyesimama kinyume na mimi, mwenye kiumbe cha rohoni, wachawi, yeyote aliyekuwa ameshikilia mali zangu, yeyote hivi, unazungumza, namtamkia kuangushwa kuanzia sasa hivi. Viumbe vya rohoni wale wanatamkiwa kifo, kwa sababu wale wakikurudia tena ni vibaya. Watamkiwa kwa sababu katika damu ya Yesu ndio wanauawa kabisa. Ukiwa unaota ndoto zisizostahili, tamka. Ukiwa unafanya mambo yasiyostahili, unaona mambo hayaendeki, tamka. Wakati unatumia damu ya Yesu, nena. Usikae kimya, usitumie kama vile zezeta, itumie ukinena. Maana ndio ufunguo wa maisha yetu, ndio ufunguo wa maisha yetu ya rohoni na mwilini. Sasa tunapoitumia damu ya Yesu, hakikisha unazungumza. Pale wachungaji, baadhi ya makanisa wanakuletea wachungaji, mtumishi wa Mungu wanakuletea kabisa. Aiza zingine kanisa unaenda kujichukulia wewe mwenyewe kule mbele, sio probleme, ni taratibu tu za kanisa. Lakini unapokwenda unachukua kile kikombe, zungumza. Usikinwe tu hivi. Zungumza. Ikiwa pana watoto wako wana shida, zungumza. Pale wanafunguliwa, maana ile damu haina mpinzani na haijawahi kuwa na mpinzani na haiwezi kuwa na mpinzani. Na hiyo damu ni nini? Ni mti pekee ndani ya maandiko ambao ulionekana una damu. Ni mti wa mzabibu ndani ya Biblia. Mti wa mzabibu, matunda mzabibu. Kristo akasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli. Mimi ndimi mzabibu wa kweli. Yaani ni matunda mzabibu. Tunaweza tukatumia juice ya matunda mzabibu, ndio inatumika katika damu ya Yesu. Na mkate usiotiwa chachu. Shatumia ile damu ya Yesu, unaitumia. Nenea watoto wako mazuri, nenea kila mzao wako, nenea mzuri, nenea mke wako na mke naye nenea mme vizuri. Maana hapo ni nafasi pekee tunafunga mambo na tunafungua mambo. Unafunga mambo yote ya giza, nafasi ya damu ya Yesu. Unafungua mambo ya baraka kwa nafasi ya kutumia kikombe cha damu ya Yesu. Baadhi ya makanisa wanajikita, hawana muda wa kuzitumia. Kuna makanisa yako hivyo, hawatumii damu ya Yesu. Na unakuta waumini wameridhika, wanaona yuko sawa. Lakini kanisa lisipotumia damu ya Masia, yaani hilo sio kanisa. Maana kanisa linajengwa na damu ya Yesu. Na Ukristo unajengwa na damu ya Yesu. Pasipo damu hamna Ukristo. Tuzingatie damu ya Yesu.
tuzingatie damu ya Masia, maana ndio ufunguo wa kila mambo. Ukiona umeombea jambo aliwezekani, tumia damu, lazima linawezekana. Maana damu ya Yesu haina mpinzani yeyote. Na watu wa ulimwengu wa giza huwa wapendi zaidi sana uelewe kuhusu damu. Hawawezi penda, kwa sababu ulimwengu zote mbili zinatumia damu. Wao wanatumia ya manyama aidha ya watu, wao wanatumia damu ya Masia. Sasa unapoelewa damu, mara nyingi hawapendi. Kwa sababu namna gani? Utawasumbua, hawana mamlaka juu yako tena. Mkristo sio dhaifu, Mkristo sio dhaifu, Mkristo ni mshindi, na tunashinda kwa damu ya Masia peke yake. Ni damu ya Yesu inayotufanya tuwe washindi, na ndio maana Biblia inatuambia tuzidi kuitumia kila mara, maana viumbe hivi vya rohoni vipo. Ndio haya majini hayaondoki kwenye maombi, yanaondoka kwenye damu ya Yesu. Ukitumia damu wanaondoka kwa urahisi wote. Kwa hiyo ukiwa Mkristo unakimbia kutumia damu ya Yesu, jichunguze, jiangalie. Ina maana maisha yako ya kiroho unaiweka matatani. Utakuwa mwombaji kuanza asubuhi mpaka jioni, na bado unafatwa tu, bado unarogwa tu, bado unaota ndoto mbaya, bado unafanya usharati usiku, wakati unalala unafanya nini? Unaota unafanya mambo ya usharati, kwa sababu hauna damu ya Yesu ndani mwako. Sasa Mkristo lazima uzingatie damu ya Yesu. Ukiona kanisani wachungaji wamekuwekea damu, tumia, maana ndio ufunguo wa Ukristo wako, ndio ufunguo wa maisha yako ya kiroho na kimwili. Na nimetoa kanuni namna ya kutumia. Ukitumia lazima unene, usiinywe kawaida tu. Chukua ile kikombe, nena, zungumza. Mahali pa kuzungumza ni mahali pa umbaji. Unaumba. Hii pumzi tulio nayo ni pumzi ya Yesu, ni pumzi ya Mungu. Kwenye Mwanzo inatuambia akapuliza pumzi yake ndani mwetu, yaani hii pumzi ni yake. Sasa unapokuwa na nena, pumzi yako inaumba, hii pumzi inaumba. Maana yale maneno yanayotoka katika kinywa chako yanaumba. Sasa unapotumia ile damu na ukiwa unanena, unaumba mambo pale. Kwa ndugu yangu, tuzingatie damu ya Yesu, tuzingatie damu ya Yesu. Tusiwe Wakristo wa kutoroka damu wakati wa meza, tusiwe Wakristo wa kutoroka. Tuwe Wakristo wanaohamasisha wengine kuitumia damu ya Yesu. Na ikiwa kanisa lako, kanisa lisilotumia damu ya Yesu, zichunguze ziwe zinatumia damu ya Yesu. Ni muhimu kuliko kawaida, ni ya muhimu kuliko kawaida, na ni vizuri hata kila Jumapili kutumia. Kila tunapokutana na Jumapili munaitumia. Sasa tunaitumia, ni muhimu sana katika maisha yetu ya Kristo. Ndio funguo tulio na, ndio sehemu pekee tunafungua mazuri na tunafunga mabaya, na tukifunga hayana mamlaka tena juu yetu, kwa sababu tunaifunga na damu ya Yesu. Ndio ufunguo tulio nao katika maisha yetu ya nini, ya kiroho na kimwili. Kwa ndugu yangu, zingatia damu, iangalie kila mara, zingatia. Waisraeli walishinda Misri na damu ya Yesu, wakatoboa wakaondoka. Kristo akatukomboa na damu yake. Basi uchunguzi, angalie. Na mamlaka tukaachiwa ya kuzungumza, ya kusema, ya kufunga mambo na kufungua. Tuangalie hilo swala zaidi. Nafikiri tutayatekeleza na kila mmoja wetu atageuka asiyetumia damu. Na ukiona unabanwa, ukiona uko sawa, mambo unapiga maombi yaendeki, muite mchungaji aliyo karibu yako. Andaa meza, mchungaji aiombee, akutumikishe meza. Utasikia mambo yote yanakwenda shwari katika maisha yako, na Bwana atubariki.